Jamani, mtoto mdogo hapatiwi maziwa ya ng'ombe, hayamfai. Na nashangaa watu wengi wa mama wanawapatia watoto wao maziwa ya ng'ombe kwenye ujio. Mtoto anapewa maziwa, kunywa mtoto maziwa. Sasa katika video hii nitakuchambulia kwa kina kwa sababu gani mtoto maziwa ya mama safi, lakini maziwa ya ng'ombe hayafai kabisa kwa mtoto mdogo. Na video hii hasa inawahusu wale watu wote vijana ambao wanategemea siku moja kupata watoto, kwa baba au kwa mama. Aisee, inawahusu. Tuanze ya kwanza, maziwa ya ng'ombe kwa mtoto mdogo, mtoto mchanga hayafai kwa sababu yanamsababishia mtoto upungufu wa damu. Umenisikia vizuri? Watoto wale wadogo wale, baada ya miezi 6 kumaliza kunyonya maziwa ya mama, wanapoanzishiwa mama vyakula vingine hivi, wanapewaga na maziwa ya ng'ombe. Sasa sikia, kama ni wewe na mtoto wako unampatia dawa maziwa, nenda kampime wingi wake wa damu, alafu utakuja kuniambia katika video, kwenye comment chini utaniambia. Watoto wengi wanaopatiwa maziwa hayo wanaonekana wana upungufu wa damu, hasa kwa kabila la Wamasai ambao maziwa wao ndio kila kitu kwao. Kisayansi, sababu kubwa inayofanya mtoto mpaka anakuwa na upungufu wa damu ziko sababu mbili. Sababu ya kwanza, maziwa ya ng'ombe yenyewe kwanza hayaongezi damu, yana upungufu wa madini ya chuma. Lakini sababu ya pili, maziwa ya ng'ombe yenyewe pia yale yana calcium kwa wingi, ambayo hiyo calcium mwisho wa siku kuna mchakato fulani hivi yanazuia hata ile madini ya chuma ambayo mtoto ameyanywa kwenye maziwa ya mama, kwenye vyakula vile, kwenye uji, kwenye karanga, kwenye nini, yasifyonzwe. Yani yenyewe hayaongezi damu, lakini pia yanazuia mwili usiongeze damu kwa njia nyingine mbadala. Amna kuongeza damu kwenye mwili. Mwisho siku mtoto anakuwa dhaifu, anakuwa na upungufu wa damu, anakuwa na upungufu wa madini mbalimbali. Jambo la pili ambalo ni la msingi vile vile, maziwa ya ng'ombe sio kama maziwa ya mama. Maziwa ya ng'ombe yana upungufu wa virutubisho vingine vingi ambavyo katika maziwa ya mama yapo. Ukiweka maziwa ya mama hapa na maziwa ya ng'ombe hapa, yako tofauti kabisa, kwa sababu maziwa ya mama yametengenezwa na Mungu kwa sababu ya mtoto mchanga wa binadamu anayezaliwa, lakini maziwa ya ng'ombe yametengenezwa kwa ajili ya mtoto wa ng'ombe anayezaliwa. Na tunajua wenyewe vizuri kabisa binafsi, mtoto wa ng'ombe na mtoto wa binadamu hawako sawa kabisa. Mtoto wa ng'ombe akizaliwa hapa, muda mchache tu anaanza kutembea, anarukaruka, anaanza kuzunguka, anaanza kutembea, anakimbia. Mtoto wa binadamu mwaka mzima taratibu, kwa sababu wakati Mungu anamuumba mwanadamu na mchakato wake wa mwanadamu, ukuaji mkuu wa mwanadamu upo taratibu kwa uhakika, slowly but sure. Anakuwa na kuimarika ubongo taratibu, lakini kwa uhakika. Lakini ng'ombe anaimarika haraka, lakini inakuwa akili za ng'ombe. Hasa unapoangalia ile maziwa mawili yako tofauti kabisa. Maziwa ya ng'ombe haina virutubisho vya kutosha ukilinganisha na maziwa ya mama, hasa vitamini C ambayo kwenye maziwa ya mama ipo hivi, kwenye maziwa ya ng'ombe iko hivi. Lakini pia unapozungumzia essential fatty acid kwenye maziwa ya mama yako hivi, ambayo ni muhimu kwa mtoto na ukuaji wa ubongo, omega 3, ili mtoto aweze kukua vizuri. Lakini maziwa ya ng'ombe kidogo essential fatty acid na vitamini na madini mengine kibao kama vile magnesium, selenium, zinki pamoja na phosphorus. Mwisho siku inapelekea kuna upungufu wa madini kwa mtoto anayekunywa sana maziwa ya ng'ombe. Hasa hebu nisikilize, na ndiyo maana yale maziwa ya kopo yale kwa ajili ya watoto, maziwa ya kopo special yale kama hili hapa au hili hapa, hili yenyewe yametengenezwa kama vile maziwa ya mama. Yani maziwa ya mama yana vitamini kiasi fulani yanawekewa, zinki kiasi fulani yanawekewa, vitamini C kiasi fulani vile vile. Na ndio maana mimi ninasema hivi, ni heri mtoto wako umpatie hata maziwa ya kopo kuliko kumpatia maziwa ya ng'ombe, hasa akiwa bado mdogo, chini ya miezi 12 kushuka chini, au ndani ya miaka 2 hapo. Nisikilize kwa makini, utanielewa hapa. Sababu nyingine ya tatu, katika kiwango cha protini, maziwa ya ng'ombe yenyewe kusema ukweli yana protini kwa wingi kuliko maziwa ya mama. Hasa utaniuliza, kwa nini maziwa ya mama yana protini sio nyingi kama maziwa ya ng'ombe? Kwa sababu ndio mwanadamu anatakiwa hivyo kuliko ng'ombe. Na nisikilize kwa makini, kuelezea kwa makini, sio kwamba maziwa ya mama yana protini kidogo, hapana, yana protini kiasi cha kutosha kwa mtoto. Lakini maziwa ya ng'ombe yakiwa na nyingi zaidi na yakiwa ni magumu zaidi hata katika kumeng'enya kuliko maziwa ya mama. Maziwa ya mama ni mepesi na ni malaini ukiangalia katika combination zile na ingredient vilivyotengeneza yale maziwa. Sasa hii kuwepo na baadhi ya madini kwa wingi na baadhi ya protini kwa wingi, mara nyingi inapelekea changamoto kubwa ya dehydration, kukauka maji katika mwili wa mtoto, na changamoto za figo katika kuchuja. Unajua protini na figo, protini mara nyingi inachujiwa kwenye figo, creatinines, na mwisho siku kupelekea changamoto kubwa ya figo kwa mtoto huyu mchanga. Na sikia kwa makini, inakuwaga hivi, mtoto anapokuwa pale analisha
kutosha, ndio inakuwa ni balaa kweli kweli, maana inapelekea changamoto izidi kuwa kubwa zaidi. Hii ya 4 bwana, nilisoma sehemu fulani, kuna chunguzi kama 2 zimeongea hichi kitu za kisayansi. Hii mpaka naogopa kuisema. Iko hivi, nisikilize kwa makini. Kwa sababu ya ugumu wa maziwa ya ng'ombe, mtoto anapokuwa anakunywa, mara nyingi kunapelekea kitu fulani kinachoitwa kisayansi leaky gut. Kwa Kiswahili sijui nisemeje, niseme kama vile tumbo linalovuja. Sikia nikwambie vizuri, mtu anapokunywa maziwa, mtoto yale maziwa itabidi afike tumboni yameng'enywe, alafu ule umeng'enye ule ndio uingie kwenye damu, yasiingie maziwa yenyewe kwenye damu. Kwa sababu ni changamoto kwenye kumeng'enya, yale maziwa yanakuwa yanakuangua tumbo, na mwisho siku inapelekea baadhi ya vipatiko vya maziwa vyenyewe vinaliki moja kwa moja kwenda kwenye damu, kupelekea changamoto inaitwa leaky gut. Hasa changamoto ya leaky gut ni hii hapa moja. Kwenye damu zinaingia protini za maziwa nyingi, na mwisho wa siku mwili unashtuka, hizi protini za maziwa zimeingiaje kwenye damu? Kunakuwa kuna reaction inatokea kati ya kinga za mwili kupambana na yale maziwa, na mwisho wa siku inapelekea changamoto za allergy moja, changamoto za magonjwa mengi ya autoimmune. Nasikia imeonekana kuna baadhi ya protini zipo katika maziwa ya ng'ombe zinafanana na protini zilizopo kwenye kongosho, na hii mara nyingi inasemekana inaweza moja kwa moja kupelekea changamoto ya kisukari aina ya kwanza kwa watoto. Sikia, kisukari aina ya pili inatokea kwa watu wazima, ndio kipo hivi. Lakini kuna vijana au watoto wanapata changamoto ya kisukari aina ya kwanza, ambapo mtoto ana miaka 7 tayari na kisukari, anachoma sindano maisha yake yote, mwili wako wenyewe kuanza kushambulia viungo mbalimbali, hasa kongosho, fanya kongosho ishindwe kuzalisha insulini na mtoto apate changamoto ya kisukari. Tafiti hii hapa imeonyesha, lakini pia kuna tafiti hii hapa ya kisayansi, unaweza ukaenda ukazisoma kwa kina zaidi. Mimi nimekuambia kwa uchache. Sababu nyingine ya 5, nianza kukuuliza swali. Wewe unavyodhani mtoto mchanga chini ya mwaka mmoja itabidi apate choo mara ngapi? Sasa sikia, matumizi ya maziwa kwa watoto hawa wachanga, hapo bado utumbo wao unajitengeneza, hauwezi kuhimili maziwa magumu kama maziwa ya ng'ombe, unapelekea changamoto katika umeng'enyaji wao, na mara nyingi wanapata choo kigumu. Mtoto kwa siku anapata choo mara hii, au hata siku inapita hata siku 2 mtoto hajapata choo. Wakati mtoto itabidi apate choo mara nyingi kwa siku, mara 4 mara 5, kila saa mtu unambadilisha, unamsafisha. Unaona hapa mpaka mara 8 kwa siku. Choo kile cha kawaida kile kidogo, mtoto anaanza kupata choo jaujau, choo kigumu. Kwa siku anapata choo mara 1 au hata apati kabisa, na mwisho wa siku zile sumu ndani ya mwili zinajizalisha na zinamharibu mtoto na zinajizagaa ndani ya mwili. Hizo ni changamoto ambazo zimeonekana katika maziwa, na kama nilivyokuambia kabisa, wanasayansi wakubwa duniani na hata mabaraza yale ya kuaminika ya sayansi yanasema kwamba mtoto mchanga hatakiwi kupatiwa maziwa. Lakini sikia, hapa ni pa msingi sana. Kama huwezi kutengeneza lishe nzuri kwa mtoto wako, unaweza ukamuongezea maziwa kidogo kwa sababu ya hiyo protini. Hasa mara nyingi tunapenda baada ya miaka 2 mtoto akiwa tayari ameshaanza kukomaa, sio mbaya, unamuongezea kidogo kwenye uji wake. Lakini pia sikia, kiuchumi watu wengi hatulingani, sio watu wote wanaweza wakapata haya maziwa. Kwenye duka langu haya maziwa yapo, na hata ukitaka maziwa naweza nikakupatia, japo ndio ni kweli na gharama kubwa kidogo, lakini wewe mwenyewe unaweza ukajua kwamba afya ya mtoto wako ni bora zaidi kuliko hata hizo gharama, sijui 40,000, sijui 30,000, sijui 50,000, tegemea na aina ya maziwa. Kama unayataka unaweza ukanitext hapa kwenye namba hii hapa, nikakutumia kokote uliko Tanzania. Lakini kama wale wenzangu na mimi ambao muda mwingine kipato kinaweza kisiwe rafiki sana, kama unaweza kutengeneza uji wa lishe vizuri kupitia ile video ambayo nilizungumza mara ya kwanza hii hapa, au kama unaweza ukamwekea maziwa kidogo, sio mbaya pia. Lakini pia mpatie vyakula vizuri, protini ya kutosha, samaki, maharage, njegere. Achana na masuala yale ya majuisi ya sukari, achana nayo. Jima vitumbua, maandazi, makachori, achana nayo. Kama umejifunza kitu, una swali, niulize chini kwenye comment. This is Dr. Daniel here.